Wapenzi watazamaji wa kipindi cha Sabasaba na PPR, zikiwa zimesalia siku mbili kuweza kukamilika kwa maonyesho haya kwa mwaka huu hapa, tunawasihi sana Watanzania ambao wako katika jiji la Dar es Salaam lakini pia katika mikoa ya jirani basi kuweza kushiriki katika hizi siku za mwisho, waweze kuona vitu ambavyo vimeandaliwa ama vitu ambavyo vipo katika maonyesho kwa mwaka huu hapa. Nitakuwa nikishirikiana na mwenzangu Pascal Mayala. Mimi naitwa Jane Charles. Tunasema kwamba karibuni. Maonyesho mwaka huu yamepata bahati ya kuhudhuriwa na wajasiriamali wengi sana, hasa wajasiriamali wanawake. Sasa hapa mbele yangu na mmoja wa wajasiriamali, kiongozi wa vikundi vya wajasiriamali, atajitambulisha jina, atasema huku ndani ya banda hilo wameleta nini, lakini kwenye hilo banda mnaweza mkaona limeandikwa TWCC alafu na baadhi ya wadau wake. Karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Mwajuma Hamza, ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha wanawake wafanyabiashara Tanzania TWCC. Tuko katika maonyesho ya Sabasaba na tunategemea kwamba Watanzania wataendelea kutembelea maonyesho haya, lakini pia nitumie fursa hii kuwakaribisha kutembelea hasa banda la TWCC waweze kuona bidhaa nzuri ambazo zinazalishwa na wanawake kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania bara na Zanzibar. Kuna vitu vizuri sana ambavyo vinaonyeshwa na kina mama katika banda hili, lakini wakija watajionea, wanaweza kununua. Kuna bidhaa za chakula, kuna bidhaa za ngozi, kuna bidhaa za madini, kuna bidhaa za vipodozi, kila aina, kuna vikapu, kuna kila kitu kipo katika banda hili. Basi tuwaingize hapo ndani muweze kuona kuna nini kama alivyosema Mwajuma. Sasa mpenzi mtazamaji, hapa ndio nje ya banda hili la TWCC, moja ya mabanda makubwa kabisa kwenye maonyesho haya, na pale pembeni ya banda mnaweza mkaona kale kalebo kamoja kale kamwanzo kameandikwa Trademark East Africa. Hawa jamaa Trademark ni wazuri sana, walikuwa wakiongozwa na John Ulanga ambaye amepelekwa Nairobi. Sasa hivi tuko na dada Monica, wanafanya kazi nzuri. Tuwaingize hapo ndani sasa muweze kuona hizo bidhaa za wanawake ambazo zimeletwa ni bidhaa gani, ili mkija kwenye maonyesho msiondoke Sabasaba bila kupita banda la TWCC. Karibuni sana. Katika hapa ni Information Center ambako tunaonyesha shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa na TWCC katika kuwezesha wanawake kiuchumi, ikiwemo shughuli ambazo wanawake wanafanya. Kwa mfano unavyoona hapa katika maonyesho haya, wameleta bidhaa ambazo tumewaelimisha, lakini pia na kuelekeza namna ya kuzalisha na kubrandi. Ukiangalia hii chati hapa inaonyesha shughuli ambazo tumezifanya tangu mwezi wa kwanza mwaka huu 2021 na idadi ya wanawake ambao tumewafikia kwa miezi 6. Kwa nusu mwaka tu tumeweza kufikia wanawake direct 5751. Kwa hiyo hizi zote ni shughuli ambazo tumezitekeleza kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Sasa tazameni hizi wine nzuri sana za wanawake, na wanawake hawa kiukweli wasipowezeshwa kutangaza kwenye TV kwa gharama za matangazo ya TV hawawezi. Mimi nawapatia bure tu ili watu waone. Hizi ni bidhaa nyingine za wanawake mnaweza mkaona, na hawa pia ni wanawake mbalimbali na ni bidhaa nzuri sana. Hawa wanawake bila kusaidiwa gharama za matangazo pia kwenye TV hawataweza. Au mnaweza? Mtaweza kujichangisha. Hizi ni cosmetics. Hizi cosmetics za wanawake pia wanatengeneza nzuri sana, mpaka sanitizers. Wanawake hawa bila kuwezeshwa kwa fursa za matangazo pia hawataweza kujitangaza. Jamani, mtaweza sasa? Hamtaweza. Wote hamwezi. Karibu sana mama. Asante. Asante ndugu mtangazaji. Mimi kwa jina naitwa Anchila Petro. Nimetoka Mwanza, nimeleta wine hizi hapa. Natengeneza wine za Rosella. Karibu. Asanteni, karibuni. Kwa jina naitwa Lilian Koko. Nimetoka Musoma. Natengeneza wine ambayo ni kitu kipya sokoni, wine ya mchanganyiko wa matunda ambayo ni hii hapa. Alafu tuna mbilimbi, chachandu na jemu ya mchanganyiko wa matunda ambayo ni hakuna chemical yoyote, ni matunda yenyewe. Karibuni sana jamani, nawakaribisha.
Mimi naitwa Hidaya Amri, natoka Tabora, ni mjasiriamali wa asali. Basically ni asali ndio imenipandisha, lakini nauza vitu vingi kama hivyo tangawizi, meleta, ina TBS, ina TFDA. Niko vizuri katika soko. Kwa hiyo asali nyuki wadogo kwa mfano, watu wengi hawajui matumizi ya asali nyuki wadogo. Nyuki wadogo inasaidia sana kwa kina mama ambao hawapati mimba, kwa sababu wanaenda periods zao tofauti. Yaani haziendi sawa. Hapati mimba udada. Lakini akinywa hata kama lita moja tu, basi zile siku zina regulate atapata mimba kama kawaida. Kwa mwanamke mjamzito anakunywa kijiko kimoja kwa wiki mpaka siku 90. Kwa hiyo ina avoid kifafa cha mimba. Mwanaume anapopata ngiri, akipata ngiri, hafanyi kazi za nje wala za ndani. Anakaa kama mjinga fulani hivi. Sijamaliza. Akishapata hiyo ngiri sasa, anywe vijiko viwili asubuhi, vijiko viwili. Siku 2 anakuwa normal. Sasa akishakuwa normal anaendelea kunywa vijiko viwili tu kila siku. Hiyo ndio kazi ya nyuki wadogo. Karibuni sana kwenye banda la Tabora. Mama, nilikuwa nataka kufahamu kama hii nembo yako ya TBS ya ubora uliipata kupitia msaada wa zile trainings za TWCC au uliipata kwa kutumia mipango yako mwenyewe? Asante. TBS nilipata kwa msaada, kwa sababu huwezi kupata TBS bila mafunzo. Nilianza kupata kwanza mafunzo ya TWCC, wakatufundisha namna ya kupaki, namna ya kuweka vitu bora, namna hiyo. Yaani unajua huwezi kupata TBS kama huwezi kupaki vizuri, huwezi kuweka vizuri lebo. Tulikuwa na lebo zetu ambazo hazina TBS, lakini walitufundisha namna gani ya kuweka. Walikuwa wanawaita watu wa TBS kwenye semina zetu, wanatufundisha kidogo mpaka tunaweza. Hivyo ndio msaada mkubwa niliopata kutoka TWCC. Asante. Kwa jina naitwa Rehema Isaac Patrick, natokea mkoa wa Morogoro. Mimi ni mjasiriamali na nipo kwenye chama cha TWCC. Sijajuta tangu nimeingia chama cha TWCC. Nina mambo mengi mazuri nimepata kwao na ninajivuna sana kuwepo TWCC. Hapa nina bidhaa itokanayo na mimea ambayo ni dawa. Haya ni majani ya chai ya asili ambayo tumeyatengeneza na mimea ambayo ni tiba. Kwa maana unapokunywa hii chai, ukiachana na utamu wa chai utakayokutana kwenye chai hii, unakutana pia na tiba. Mimea hiyo tumetengenezea mchai, mdalasini, iliki, karafuu, tangawizi na majani ya mtu unaitwa mtundula. Chai yake ni tamu, hata kama sio mpenzi wa chai utakunywa. Hata kama haina sukari, itakushawishi tu kunywa chai. Ipo vizuri. Kwa upande wa tiba, sasa unapokunywa haunywi kwa hasara, unakunywa kwa faida. Unapokunywa hii chai inasaidia wale wanaosumbuliwa na pressure, vidonda vya tumbo, kisukari, inaondoa uchovu mwilini zaidi kwa kiwango kikubwa sana. Inasaidia wanasumbuka na UTI, homa hapa na pale, tumbo linalouma, linalojaa gesi na kunguma. Kwa kweli chai ni nzuri. Ni chai ambayo hautajutia. Ukianzisha tu, tumezoea watoto wadogo ndio huwa wanagoma vitu vizuri vikiisha, unashangaa na mkubwa mzima umegoma kunywa chai nyingine. Ni nzuri kwa kweli. Hawa wote ni wadau, wanaielewa. Ni chai iko vizuri mno. Sana. Ni nzuri sana. Ni shilingi 10,000 tu. Karibu. Asante sana. Karibuni sana. Asante. Mwajuma kasahau mic yake. Asante. Hapa kuna karibu. Hapa tuko ni Rubasu Soap Company Limited, lakini brand name ni Justice Soap. Katika TWCC wamenisaidia mambo mengi sana. Mpaka nimepata TBS kwa bidhaa zangu 3 na trademark wani sponsor mwaka juzi na wanaendelea pia kutusponsor sisi kama wanawake. Tulienda China na tulivorudi tulikuja hapa kwenye maonesho. Pia walitusponsor wakati tumeenda kwenye maonesho ya Simiyu ya wanawake na nikafanikiwa kuwa jasiriamali bora katika kiwanda kwa Tanzania nzima, nikawa wa pili kwa bidhaa za detergents. Kwa hiyo mimi ninawashukuru na tuko vizuri na tunaendelea kujipanga vizuri kwa ajili ya kufanya vitu vizuri katika Tanzania yetu, na tutahakikisha kwamba Tanzania inaimarika kupitia wanawake, na ukimwelimisha mwanamke umeielimisha jamii. Kwa hiyo trademark sisi tunashukuru kwa sana kama mkoa wa Mara kwa ujumla, tunafurahia na tunafarijika kuona mnaendelea kwa support TWCC na kutuelimisha sisi wanawake wakubwa kwa wadogo. Kwa hiyo
Bidhaa zangu zinaanzia hapa mpaka hapa. TBS ni hizi hapa, kuna hizi hapa na hizi hapa. Ndizo zina TBS. Mafuta haya nimeanza kuyatengeneza baada ya kupata TBS kwamba hizi zitafanya vizuri. Basi ngoja niongeze kitu kingine ambacho kinamsaidia mwanamke kuweza kurekebisha ngozi yake iwe natural. Sio tena kupaka vitu alafu inababuka, hapana. Kwa akitumia sabuni ya Just kwa mfano hii asali na tangawizi, akitumia na mafuta yake anakuwa anajiweka sawa. Hawe mwanaume, awe mtoto, na inamsaidia kama mtoto ana mabarango, inatibu. Na hakikisha hivyo kwa sababu wajukuu zangu wameitumia na imewapenda na mafuta wanapaka haya. Ndio. Asante. Asante, karibuni. Kwa majina naitwa Saida Zera Msuya, ni mkurugenzi wa Mama Halima African Fashion, natokea Morogoro. Katika maonyesho ya East Africa mimi ni mnufaika mkubwa kwa sababu nimeweza kupata masoko ya nje. Sasa hivi nalisha Kenya, Uganda, napeleka nguo na Rwanda. Kwa hiyo ni mnufaika mkubwa, na pia tumeweza kubadilishana biashara. Nao wananiletea biashara kutoka kule na mimi nawaletea biashara kutoka Tanzania napeleka kule. Kwa hiyo natokea Morogoro. Sana napeleka batiki. Wanafurahia sana batiki zetu. Ambazo tunazitengeneza hapa Tanzania. Kule nachukua wana vikoi. Mafunzo yamenisaidia sana kuuza nje na nimeweza kutengeneza network. Saizi nikifika kule nakuwa na watu, kunahitaji kitu fulani wananipeleka. Kwa majina mimi naitwa Jenny Simon Ndeto, natokea Mwanza na kampuni yangu inaitwa Jesano Batiki. Tunashughulika na utengenezaji wa batiki kama hivi unavyoona. Tuna batiki nzuri, pia tuna design nguo, tuna design batiki nzuri, mashati kama haya tunashona wenyewe. Karibu sana. Kutoka mwanzo. Kutokea mwanzo kabisa, afu tuna design nguo kwa aina zote. Mashati kama yale pale unayaona ni sisi wenyewe tunashona. Bado tuko ndani, lakini mpango wetu mkubwa sana ni kuuza nchi za nje. Na tuna wateja wachache sana, mtu anaweza akaagiza nitumie shati 2, shati 1. Nafikiri ndio mwanzo mzuri. Lakini sisi tunachotaka zaidi tuuze zaidi. Ndio. Asante sana. Karibu. Asante, karibu uje ununue batiki. Mlonge ni lishe, ni kinga, ni tiba. Tunatumia kwa kutoa sumu mwilini kwa kutumia hizi mbegu. Pia katika kuongeza thamani ya mlonge tumeweza kutengeneza tea bags ambazo tunapaki katika package hapa. Pia tuna mafuta yake. Kama chai, viungo vya chai tunatia na mlonge pia. Kuna capsules pia za kunywa. Tuko vizuri. Karibuni sana. Asante. Karibu anti, shikamoni. Kwa majina naitwa Mariam, alimaarufu najulikana Meli za Poka kwa biashara yangu. Mimi ni msindikaji wa vyakula mbalimbali. Nasindika unga wa lishe, ninakuwa na makundi mawili. Kundi la kwanza ambalo linawekwa korosho, naweka viazi lishe, naweka mtama mwekundu pamoja na soya. Na kundi la pili ambalo lina wanga wa mtama mwekundu ambalo linakuwa na soya, mahindi lishe pamoja na mbegu za maboga. Hizi bidhaa wanatumia watu wote, lakini kundi hili la kwanza wanatumia sana watoto kutokana na utapiamlo, udumavu na magonjwa hapa na pale, kwa sababu imezingatiwa na zinki, vitamini A na K. Lakini kuna bidhaa nyingine ambayo wanatumia wamama kwa ajili ya nyumbani, wanaweza wakapikia mboga mbalimbali, wanaweza wakatumia kwa ajili mama kunyonyesha pale anapokuwa amejifungua. Bidhaa tulizokuwa nazo ni nyingi sana. Kwanza kuelezea zote naona ni muda nao ni mali. Tuna hizi kwa mfano wakaka wanapenda tumia hizi. Wanatafuna wanapenda kutafuna kama snacks.
Hizi nimeweka chumvi na tangawizi. Kwa hiyo unakuwa unakula kwa sababu zina madini ya zinki ambayo zinasaidia sana kuzuia tenzi dume, zinasaidia kuimarisha mfumo wa chakula. Vile vile zinasaidia sana mama anayenyonyesha maziwa kutoka mengi. Ni bidhaa zetu sana, karibuni banda letu la TWCC. Karibuni sana wamama, tunatengeneza wenyewe kwa mikono yetu. Tunashona hizi zote tunashona, kama hizi vitenge. Kwa hiyo kama watu wanasale, kama kuna shughuli event, tunapokea order. Tunafanya shughuli nyingi tu. Lakini hasa sisi ni vijana. Tupo 4. Sisi tunauza kama hapa tumeanza, ila sana sana tunafanya shughuli zetu Sinza, tunafanya Tegeta. Kwa hiyo tunapokutana kwa pamoja tunafanya. Leo tumepeana zamu, kwa jana kulikuwa na, kwa hiyo wengine wanashona, walipokea order za jana, leo wanashona, tumeingia sisi wawili. Karibuni kwenye banda letu. Tunaitwa Palmol Cosmetics. Tunadili na vitu vya mawese na mise. Sisi ni wakazi wa Kigoma na tunapenda kukuza vitu vyetu kupitia mimea yetu wenyewe. Tuna sabuni ya mawese ambayo imeshathibitishwa hadi na TBS. Ni nzuri na inaondoa vitu kama visunzua, miwasho, michirizi, mapunye, mikunyanzi, na ni uhakika matokeo yake ni muda mfupi. Mapele ni nzuri sana. Tuna mafuta yake ambayo ni haya hapa. Yanaitwa palm kernel oil, ambayo ni mafuta ya vikokwa vya ndani vya mise. Yanapunguza kansa ya ngozi mwilini na ni uhakika, mtu unaweza ukagoogle ukaangalia. Yanapunguza sukari ya ngozi. Kwa wale ambao wana kisukari huaga wanashambuliwa na vidonda, wakiwa wanapaka inawasaidia sana kwenye ngozi, kidonda kinawahi kukauka. Hata mtu kama kaungua akipaka kidonda huwa kinakauka. Inaondoa michirizi, miwasho, fungus kwa uhakika. Hata mtu kama ana fungus akipaka hii huwa inatoa. Magaga amekatika kama hivi, miwasho amekatika anapaka. Ngozi ya pumu uhakika ni kwamba anaogea sabuni, anapaka hii ndani ya siku 2 anakuwa normally, sababu ngozi ya pumu haina dawa. Ila anapopaka hivi vitu anakuwa kama mtu mwingine yoyote. Haya mafuta yabagui mtu yoyote, hadi albino anaweza akapaka kwa sababu yanamlinda na jua. Yana vitamin K, E na A ambayo itamsaidia yeye. Huwa yana penetrate sana ndani ya mishipa, inasaidia mishipa ina flow damu vizuri. Kwa hiyo hata mtu aloparalyze unaweza ukamchulia au ukatumia kama kwenye massage. Pia ni yana multipurpose kwamba unaweza ukatumia kwenye nywele. Yanasaidia kukuza, kung'arisha, kujaza nywele. Na cha mwisho, haya mafuta ni kama first aid kit. Kwa mfano, mtoto ameumwa na dawa iko mbali na wewe, kuliko kwenda kukimbia kwenda kuchukua dawa, unachukua haya mafuta unampaka, inashusha joto hapo hapo. Ni mazuri na ni uhakika. Pia unaweza ukaendelea kufuatilia benefits za hii, ziko nyingi na nyingi sana, kwa sababu hata constipation inasaidia. Mtu apati choo, anachukua vijiko 2 anakunywa. Yes, ni 100% natural. Anapokunywa anapata choo. Bawasiri anapaka, ile bawasiri inarudi yenyewe, sababu hii huwa ina heal, inarudisha kitu kwenye uhalisia, hata kama mtu kaungua nini, na ni kwa muda mfupi sana. Tuna lotion yake ambayo ni hii hapa. Kuna watu ambao wanakuambia hatuwezi kupaka sisi vitu vya mafuta usoni, kwa hiyo tukatengeneza kavu ambayo inasaidia. Emfungulia ona. Hii ni scrub ya mawese, karafuu na kahawa. 100% natural, haina shower gel. Haina shower gel. Nimeshajua nachonunua. Hii unaitumia kuanzia mwilini, usoni, popote. Haina shida hata kwa mtoto mdogo. Na tumefanya hivyo kwa sababu tunajua shower gel huwa inasumbua sana kwa watu kwenye ngozi. Kwa hiyo hii ukitaka kutumia unachanganya na maziwa mtindi, ambao pia ni dawa nzuri sana kwa ngozi. Yes. Unaitumia
ukifanya, na hii matokeo yake ni hapo hapo, na inasaidia sana kuondoa madoa, kwa sababu unakuta watu wengi wanaumwa matete kuwanga. Kwa kupitia hii yale madoa yanapotea, michirizi, miwasho, mikunyanzi ni nzuri sana pia. Asante na tunakukaribisha. Watazamaji, kwa wale ambao mlimsikia rais wetu Mama Samia akiwaambia Benki Kuu ya Tanzania kwamba waingie kwenye kitu kinaitwa cryptocurrency, yani haya mambo kama Bitcoin, blockchain unayaona, Fuanara, yani ni mambo ya biashara fulani kubwa. Watu wanakuwa matajiri, wanakuwa mamilioni, wanakuwa mabilionea kwa kufanya trading kwenye internet online. Ndani ya banda hili la TWCC kuna mtu ameandika jielimishe kuhusu blockchain, Bitcoin, cryptocurrency na vitu vya namna. Sasa hapa dada, hebu jitambulishe kwanza, unaitwa nani, alafu tuambie na kutuelimisha kidogo. Mimi kwa jina naitwa Sandra Chogo, ndiye mwandishi wa kitabu hichi cha jielimishe kuhusu blockchain. Mama Samia alipokuwa anazindua Benki Kuu ya Mwanza, aliomba Benki Kuu ifuatilie kwa karibu hii teknolojia ya blockchain na cryptocurrency. Watu wengi wamesikia kuhusu Bitcoin, lakini hawajasikia kuhusu blockchain. Ni sawasawa na kusema watu wamesikia kuhusu Facebook, lakini hawajasikia kuhusu internet. Sasa hii blockchain ni teknolojia mojawapo ya mapinduzi ya 4 ya viwanda. Sasa tuko kwenye mapinduzi ya 4 ya viwanda ambapo dunia inatumia teknolojia mbalimbali za kidijitali kwenye uzalishaji. Teknolojia mojawapo ndio hiyo blockchain, na ndani ya blockchain kuna Bitcoin na cryptocurrency. Watu wengi wametapeliwa na Bitcoin, lakini bila kujua kwamba kuna fursa nyingi, mfano fursa za ajira. Vijana wetu hawana ajira. Kwa nini wasijifunze hizi teknolojia mpya za mapinduzi ya 4 ya viwanda ili wakaweza kupata hizi ajira mpya ambazo ziko kwenye soko la ajira? Wale wazazi kule nyumbani, ziko familia nyingi zina watoto wamesoma mpaka form 4, wanajua kusoma na kuandika, hawana kazi. Sasa hivi serikali imesema hakuna ajira, ni watu kujiajiri. Sasa jamani, wazazi wote ambao mnaona kipindi hiki leo, angalieni namba ya huyu dada Sandra Chogo, wapigieni, watumeni watoto wenu wasio na kazi, waje wafundishwe namna ya kutumia internet. Si watu wanaangalia internet yale mapicha, tena wengine wanaangalia yale mapicha ya naniliu. Wastage of time. Internet ni pesa, ni hela, ni utajiri, ni ubilionea. Dada, hebu tupe namba yako na watu waje hapa wapate. Namba yangu ya simu ni 0742 042 550. Naomba pige hiyo namba, na mimi mwenyewe hapa nitaondoka na kitabu changu nianze kuelimisha watu kuhusu hii blockchain, na nimefurahi sana kumuona dada anajituma, amesimama na ana banda lake. Mwenye hongera sana. Asante sana. Wanawake tunaweza, bila kuwezeshwa tunaweza. Na kabla ya kumaliza kipindi hiki maalum cha kutembelea banda la wafanyabiashara wanawake kupitia TWCC, na heshima kubwa leo kutembelewa na mkurugenzi mkazi wa Trademark East Africa ambao wao ni wafadhili wa TWCC, Bi Monica Hangi. Monica, hebu tueleze kidogo sasa, mmefadhili TWCC, umetembelea, umeona nini kwa matumizi ya fedha zenu? Sawa, asante Pasco. Nimefurahi sana. Hongera kubwa sana kwa mama mwenyekiti Mwajuma. Tumefanya kazi na TWCC kwa miaka kadhaa sasa. Toka 2012 tumeanza kusupport TWCC na kuweza kuingia ndani na kuona wanawake waliomo humu ndani kutoka maeneo mbalimbali, na zaidi wao wameweza sasa hivi kama ku-upgrade hata packaging yao. Wengi wao sasa wana nembo ya TBS, wanaweza kuuza nje ya nchi, wana masoko, wana uhakika wa masoko. Hiyo ni kitu kikubwa sana kwetu sisi, kwa sababu lengo sasa linaanza kutimia, kuweza kusupport na kuwasaidia wanawake kuweza kufanya biashara sio ndani ya nchi tu, lakini mpaka nje, na kuweza kupata pia masoko ya kudumu. Hilo ndo la msingi, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukapata soko lakini hauna tena malighafi za kutosha kuendelea kuzalisha. Lakini wengi ni wale endelevu. Wengine tunawaona ambao walipata mafunzo miaka 4 iliyopita na wako hapa wanaendelea kukua na wana products zaidi. Kwa kwetu sisi kweli hiyo ni swala zuri sana. Tumefurahi, tumefarijika. Niko na kiongozi wa mradi kutoka Trademark
ambaye na yeye amefurahi na amefarijika kwa kazi nzuri ambayo wanafanya. Kwa hiyo hongera sana mama na Mwajuma, hongereni sana. Asante sana. Mimi pia ningependa niseme maneno machache. Tunashukuru sana Trademark East Africa. Tumefikia wanawake wengi tangu tumeanza kufanya kazi na Trademark East Africa, lakini tuna mradi huu ambao tumeuanza sasa una miaka miwili, tunaenda mpaka miaka 5 ambao tunategemea kufikia wanawake 10,000, lakini pia kuwasaidia kupata taarifa za biashara, kuwajengea uwezo kuweza biashara zao kukidhi viwango vya kuuzwa kimataifa, lakini pia kuweza kuaddress changamoto za mazingira ya biashara. Kwa sisi kupitia Trademark East Africa tunaamini tutaendelea kunufaika na wanawake hao wataendelea kufanya vizuri kimataifa. Na sasa hivi wanatutengenezea mfumo wa kuuza kwa mtandao. Kwa hiyo kutokana na janga la COVID, sisi tunaamini wanawake wa biashara zao zitaendelea kuwa live, wataendelea kufanya biashara kupitia mitandao kwa sababu tayari tuna mfumo mpya huo. Asante sana. Ya, nashukuru kama alivyokishazungumza Monica, kwa kweli sisi tuna furaha sana. Tuna furaha kwa sababu tumewasupport TWCC na wao wameonekana kuwa very effective hasa kwenye kufikia wanawake. Sasa hivi tumefikia wanawake karibia 20,000 kwa sababu tulikuwa na phase ya kwanza ya mradi, sasa tuko kwenye phase ya pili. Lakini jambo ambalo ni la kufurahisha sana kama tulivyoona kwenye bidhaa nyingi. Mwanzoni tulipoanza na hao watu hawakuwa na alama za TBS za ubora. Kwa hizo alama za ubora sasa zinawasaidia kufikia masoko makubwa ambayo ni ya kimataifa. Kuna wanawake kwa mfano sasa hivi wana export kwenda Uganda wa korosho, lakini kuna wanawake tumeona wana mavazi hapo wana export kwenda Kenya. Kuna wanawake wengine wengi ambao wana sabuni na bidhaa zinazofanana na hizo wanaweza wakauza kwenye supermarket, kwa sababu kupitia mafunzo sio tu TBS, pia kuna issue ya barcode. Mwanzoni hawakuwa na barcode, lakini training zetu zimewawezesha kuwa na barcode. Kwa hiyo lengo kubwa ni kuwasaidia kufikia masoko makubwa. Na sisi kama Trademark tuko hapa kuendelea kuhakikisha kwamba hilo linatokea. Wa mwisho kuzungumza naye ni mwenyekiti wa TWCC Mama Messi Sila. Kwa kweli napenda kuchukua nafasi hii kwa niaba ya wakurugenzi wa TWCC na wanachama wote, lakini pia wanawake wafanyabiashara katika nchi yetu, kuwashukuru Trademark East Africa kwa msaada wao mkubwa ambao wametupa. Kama mnavyoona wamama wanazidi kunyanyukia katika biashara. Na sisi kubwa tunalotaka kulipanga vizuri ni kuwarasimisha wamama hawa. Kama tulivyofanya kuwanyanyua mpaka kufikia TBS, lakini pia kuna wengine bado wako nyuma. Kwa hiyo jukumu letu kwa kweli ni kwamba tuwafikie wanawake wote katika ngazi zote na kuwawezesha sasa kuwarasimisha biashara zao, lakini vile vile tunaamini kwa kufanya hivyo tutachangia uchumi wa nchi yetu, lakini uchumi wa familia zao. Na kama Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan alivyosema kwamba wanawake tuthubutu, wanawake tunyanyuke. Sasa sisi kama TWCC ndio jukumu letu hilo kuwafikia wanawake huko. Na kweli napenda kuwashukuru. Hii ni chachu kubwa. Na mimi ninaamini kila mmoja akija hapa anapata somo. Na hao wote wakirudi watawaambia wenzao mambo makubwa. Na hivi leo mmekuja kututembelea, mimi naamini watawaambia tumewaona waliotufikisha hapa. Kwa hiyo nawashukuru sana. Asante sana. Na mimi kwa upande wangu nawapongeza Trademark. Kazi nzuri imefanywa na John Ulanga. Kenya wakaona amefanya kazi kubwa mno, ameitwa kuwa mkuu wa Trademark kule Kenya, lakini tumebakiwa na Monica na timu yako ni nzuri kabisa. Mtafanya kazi nzuri. Ombi langu ni kuomba Trademark fadhilini pia na habari njema zao zifike kwenye vyombo vya habari. Asanteni sana. Mpenzi mtazamaji, maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam yanamalizika siku ya Jumanne tarehe 13 mwezi huu wa 7. Kwa hiyo hapa ninapozungumza jamani, zimebaki siku 2 tu. Hizo siku 2 zile za vipaji nazo zinaendelea. Unaingia katika hili banda kubwa la Karume, unatafuta bango limeandikwa PPR, unaloliona hapo. Basi ndio hapo tupo sisi tukiendelea kupika vipaji. Kwa niaba ya mtangazaji mwenzangu Jen Chazi, naitwa Pascal Mayala, nikiendelea kuwasisitiza wazee na wazazi huko nyumbani, mna vijana wenu wasio na kazi, wengine wamesoma lakini kazi hazipatikani. Kumbe vijana wenu wana vipaji vya utangazaji. Sasa kazi ninayoifanya hapa ni kuja vumbua vipaji vyao. Nikivivumbua mimi nawawezesha kujiajiri kwenye fani ya utangazaji wa kujitegemea bila tatizo lolote. Karibuni.